Mimi baba najisikia utafikiri nimefufuka. Ni kama mtu aliyekufa. Miaka mitatu iliyopita mzee Pandisha alikuwa kilala katika eneo hili. Kwa hiyo nipo hapa. Ni salama kwa sababu hakuna nyoko wala hakuna maneno. Shukuru hata huyu mwandishi wa habari Bwana Godfrey kuja kutuona hapa. Leo ni siku ya furaha kwake baada ya miaka yote hiyo mitatu kulala chini, lakini hivi sasa amekabidhiwa nyumba yake na atakuwa analala kitandani. Mwezi mmoja uliopita tulipokelewa na jua kali, na leo wakati mzee Pandisha akiwa anakabidhiwa nyumba yake tumepokelewa na baraka ya mvua. Hapa ni katika kijiji cha Mbangala kilichopo katika mkoa wa Songwe, na tumekuja kwa ajili ya hitimisho la hii habari ya mzee Pandisha ambaye alisambaa kwenye mitandao akiwa anaonekana anauza samaki baada ya kijana anayefahamika kwa jina la Mafuru kuonyesha nia kununua samaki zile, lakini lengo lake lilikuwa ni kuangalia kama mzee ana upendo, lakini mzee alitaka kumpa zile samaki na akapewa kiasi cha fedha shilingi 20,000. Mzee akatoka machozi, na ile video baada ya kusambaa kwenye mitandao ya kijamii ilionyesha watu wengi kutaka kufahamu maisha yake na wengi wakawa na moyo wa kutaka kumjengea nyumba. Leo tunavyozungumza hapa nyumba yake imekamilika na sasa hivi ataanza kuishi nyuma ya nyumba ambayo inaonekana hapa, na hii ni baada ya kijana Michael Mafuru kufanya jitihada za kuwezesha mzee huyu kuweza kujengewa nyumba hii baada ya wasamaria wema pia kuweza kuongeza nguvu katika ujenzi wa nyumba hii, na tunaelezwa kwamba thamani ya nyumba hii huenda ikawa ni zaidi ya milioni 8 za Kitanzania. Kwa jina walionizoea watu wakati nafanya biashara naitwa manager, lakini jina langu mimi ni Aquino Pandisha Kaswiza, jina la ukoo. Lakini watu unajua majina ya mzaa au ya utani yanavuma kuliko jina la kawaida. Si wengi wananifahamu Aquino Pandisha, lakini wengi wananifahamu hilo jina la biashara manager. Basi ndivyo ilivyo. Mpaka leo wananiita wengine manager, wengine Aquino. Mwezi mmoja uliopita tulikuja hapa na bado ulikuwa unaendelea kufanya biashara yako ya kuuza samaki. Sasa hivi umebadilisha biashara? Hapana, tangu muje nyinyi sijauza samaki. Nitaka kwenda siku moja tu, nikashauri kwamba sasa kwa sababu na hali hii kwanza tulie, ngojelea afya yako. Nauza vitumbaku pale sokoni kwa mahitaji madogo kama walivyoniagiza wataalamu wa hospitali kwamba nitumie matunda, nitumie vitu ambavyo vinaweza kunisaidia kwa afya yangu. Kwa hiyo mpaka sasa niko hapo sokoni na uza vitumbaku. Ndiyo baba. Tukirudi nyuma kidogo kwenye historia yako, wakati tunazungumza ulisema kwamba ulishawahi kukaa gerezani kwa mwaka mmoja baada ya kipindi hicho kupitishwa sheria ya kwamba watu wote watakaokutwa na madini basi yatachukuliwa, na ukapoteza fedha zako nyingi zaidi ya milioni 12 ndo ikakupa umaskini. Haikunipa maskini kwa sababu ndicho kilichochukuliwa, nikabaki tu na shamba na nyumba. Lakini kwa sababu ilikuwa ni amri au ni sheria, huwezi kusikitika. Neno mimi halinisumbui kwamba nasikitika. Kama nilivyosema ni sheria, alafu ni taratibu zilizopangwa na serikali. Umesema ni zaidi ya milioni 12. Kwenye 12 hizo kwa sababu ya dhahabu walitochukua, alafu na hela ukihesabu inafikia hiyo 12, inafikia milioni 12 inaweza kufika katika mahesabu hayo. Unadhani hizo fedha zilizopotea ndizo zilizokupa umaskini? Umaskini ulikuweko baba tangu mwanzo. Mbona tulikuwa nahangaika na machimbo, tunahangaika na biashara. Umaskini ulikuwepo, tusisingizie serikali kwamba ndicho kilichonipa umaskini. Umaskini ulikuwepo, ila tu maskini kama na shilingi 5,000 ukitoa 3 basi unajikuta huna hela, au ukitoa 2 basi maisha yalikwenda hivyo. Leo ni siku ya furaha na tumeona kijana wako Mafuru amewezesha ujenzi wa nyumba hii ambayo umeshahamia na umeshaanza kulala. Kwanza unajisikiaje? Mimi baba najisikia utafikiri nimefufuka. Ni kama mtu aliyekufa. Sasa nilikuwa kaburini na kaburi langu alikuwa amelishikilia mzee Ngosha, lakini sasa baada ya yote hayo
nashindwa hata kusema asante, nashindwa kusema lolote kwa sababu nikisema itakuwa nini? Yani nimekaa katika maajabu tu. Ndio maana siku ile kijana aliponipa hela, tulipokutana naye polini, moyo wangu ulijaa uchungu sana, nikalia, lakini alinifariji akasema hapana, kulia kunaleta masikitiko, furahi tu kama ni sabuni na nini, na akasema kwamba nije nikuone siku 2 3 hizi, na alikuja kuniona vile vile. Ni mtu anayenisaidia. Alinikuta polini akanambia, bwana unauza nini huko? Nikasema huko na samaki, hebu tuone. Nikafunua samaki, zilikuwa nusu sana, karibu nilikuwa nimenunua za shilingi 8,000 na kwenda kuuza. Alafu akasema naomba mboga, mimi sina mboga. Kumbe alikuwa ametega kamera kwenye gari lake linatuchukua. Nikasema mboga ndipo nikachukua kumpa samaki. Akasema hapana mzee, nilikuwa najaribu nione imani yako, sasa una imani. Wewe ustahili kunisaidia mimi, ila mimi nikusaidia wewe. Akachomoa shilingi 10,000 akanipa. Kaenda kwenye gari alikoweka kamera yake, kaenda kaleta tena shilingi 10,000. Kwa vile kitendo hiki ni mara yangu ya kwanza kutendewa na mtoto wa mwenzangu, bwana mwandishi, hata kama ungekuwa wewe ungesononeka sana moyoni. Badala ya furaha ikizidi, basi inaleta mambo namna hiyo. Basi ikawa tumefahamiana na yeye, na kila wakati anakuja kuniona. Baadaye wakanambia njoo Mbeya, wakaniachia nauli, nikaja Mbeya pamoja na mwanangu anaitwa John Mapunda. Basi akatuambia sisi na watu wengine nia yetu kukujengea, tukisema tukupa hata milioni haiwezi kuchukua miaka 10. Afadhali nyumba na bima ya maisha inaweza kukusaidia, maana nyumba haidumu mwaka mmoja tu, zaidi ya miaka 10. Wewe ungependa nini? Nikasema hapana, mimi nimeona busara hiyo ya kujengewa nyumba ni bora kuliko pesa. Kwa hiyo nilivyosema hivyo, nikawa kama nimefungua mlango wa kazi hapa. Kesho yake mawe yakaletwa, matofali yakaletwa, mchanga unaletwa, maji. Basi mimi nilishika kidevu kushangaa kwamba kumbe ilikuwa kweli. Unaona? Ndipo akasema mimi pesa hizi zitoi mimi, mataifa yaliyokuona wewe ndio yanakuonea huruma, kwa hiyo ndio anatoa. Uliteseka kiasi gani kwa kulala chini ukiwa unatandika tu mkeka kwa miaka 3? Ilifika kuzoea kwamba ni sawa tu. Mateso yale ya ugonjwa ndio yalikuwa yananisumbua sana, lakini kulala chini ilitokea kama mazoea, tumezoea sisi tulikotoka. Sasa hivi utalala kwenye kitanda juu ya godoro, ni kitu kigeni sana kwako? Ni kama kigeni. Kwanza nitalala mpaka saa 4, hapana kunifunguza mtu. Nitamkemea, wewe namna gani mimi nimelala mnakuja kunifunguza? Maana yake nataka nione niseme nini bwana mwandishi, ili we nini. Mimi nasema hivi, dunia ya watu na upendo wa watu walionipokea mimi na kunisaidia kupitia njia zote za wewe mwandishi na huyu Mafuru, nasema asante. Kwanza inastahili ninaposema asante nipige magoti, nipe ruhusa nipige. Hamna neno. Nisaidia kama alivyosema Mafuru kwamba si mimi tu, ndugu wengi wanaokuhurumia ndio wameleta. Hata hivi leo wameleta nguo begi nzima ambayo mimi kwa afya yangu siwezi kuinua, yote yanatokana na watu. Ndio maana nikashukuru, nasema hata hivi nasema upendo wa namna hiyo ungekuweko kwa watu, hata vita isingekuwepo. Ni wa ajabu upendo wa namna, tangu zaliwa sijapata kuuona. Mtu haja kuona lakini anakusaidia. Nasema kwa kushukuru mimi sina cha kuwapa, nipige magoti, niinue mkono kumuonyesha Bwana mbinguni. Utaweza mzee? Nasema mbele yenu na mbele ya Mungu kwamba nasema asante Mungu na wanadamu. Huyo mzee Ngosha aliponipokea, sijui alitumwa na nani kwamba mchukue huyu mzee. Walikuwa na mama Vena, mchukue huyu mzee. Na mimi sikusita kwa sababu mtu wa shida. Nilikuja hapa Mbangala kuuza tumbaku kwa ushauri kwamba hapo Mkwajuni, maana ndio ilikuwa nyumbani, wavutaji wengi wanavuta spoti na nini zilizosokotwa. Sasa nenda mwenye machimbo ndio mnasaidiwa na hizi goba wanaziita. Basi nilipokuja kuuza hapa nikaona kweli wavutaji wengi, Mang'ati, Wasukuma na nini. Basi nikaanza kuuza. Kumbe mzee huyu amenishagundua pamoja na mama kwamba huyu mzee hapana, haendi vizuri. Wakanikaribisha kukaa hapa.
Tangu nimekuja hapa, hata inzi yule mbaya wa kusema kule analeta habari kutoka kwa Ngosha kwamba Ngosha anasikitika au Ngosha anasema, hapana, au kitendo hiki kimebadilika. Kama tulikuwa tunakula mara 5 au mara 3, sasa tunakula mara 1, hapana. Kwa kweli walichokuwa nacho nilikula. Kwa kweli kwa kuwa mimi sinywi hata pombe, nilikuwa narudi mapema kwenye kazi yangu ili tushirikiane tuwe pamoja. Wamenivumilia, labda makosa yangu ni mengi. Binadamu huwezi kuishi bila makosa. Mpaka nimefikia hatua ya leo ya dunia kunisaidia. Mimi sasa leo nakuwa nasaidiwa na dunia. Kwa nguvu ya hawa, kwa nguvu ya mzee Ngosha pamoja na mama Vena. Kwa hiyo nashukuru sana, naonyesha juu kwa Mungu kwamba ni upendo wa aina yake. Asante bwana mwandishi. Asante. Mungu amlinde nani Mafuru. Chumvi yangu. Nashukuru bwana. Mimi pia nafurahi sana. Nakumbuka ile siku ya kwanza ambayo tumeonana, kama nilivyokuambia mwanzo, ilikuwa ni Mungu tu ambaye ametukutanisha mimi na wewe, kwa sababu tulikutana polini kabisa, wawili mimi na wewe, tukaanza kupiga story, ukanieleza kila kitu. Mungu akubariki mzee wangu. Haswa wewe uliyetangaza shida zangu, haswa wewe uliyetangaza shida zangu. Nakushukuru sana. Mpaka zimemkuta hata huyu baba, ametoka Arusha. Mpaka shida zangu zimemkuta huyu baba. Nakushukuru sana. Na hii ni mara ya pili kuja kuniona. Nakushukuru sana. Asante. Kuna amani. Asante sana. Kuna amani. Au na wewe nikupigie magoti. Hamna neno mzee. Hamna neno. Saidia sana nyewe watu. Hata kusema nashindwa mimi. Hamna neno mzee. Tangu picha zako na video zako zianze kusambaa kwenye mtandao wa kijamii na watu wakuone, kuna mtoto wako yeyote ambaye amewahi kukutafuta? Hakuna aliyekuja kunitafuta. Lakini sababu ninazozisikia kwa watu tu, labda wengine wanasema sikuwalea wakati wa watoto, wengine wanasema mimi mchawi. Kuna bwana mkubwa mmoja fundi wa maneno alikwisha jenga kwa kila kichwa cha mtu. Anafika anamwambia, wewe bwana, baba yenu alikuwa tajiri, sasa anataka kufufua utajiri wake. Angalieni sasa, kama ukijipendekeza mtakwenda rote. Basi wanabaki wanaogopa. Ukienda bwana mkubwa mmoja fundi wa kupanga maneno, alipanga maneno ya kuwa baba yenu anataka kufufua utajiri wake wa zamani. Sasa anaenda Freemason. Mnapomsogelea ndio hapo mnajikoki nyinyi, basi watoto hawaji. Kwa nini walikuwa wakikutuhumu kwamba wewe ni mchawi? Ufundi wa watu hata kama huna sababu, lakini wanashindwa kunitajia yule mtu, ila labda namfahamu tu kwa mawazo yangu kwamba bila shaka ni fulani. Tumeona leo umevaa kofia. Hii imetoka wapi mzee? Hii kofia nilinunua kwa mtu tu, alikuwa yeye ameshindwa kupata nauli kwenye gari. Akasema nauza kofia, nikaichukua mimi nikampa hela. Kwa hiyo sikununuliwa na mtu. Mimi ufundi wa watu wa maneno ndio wametawanya familia yangu, lakini siwezi kulaumu kwamba na yeye amefaidi kwa ufundi wake. Maana mimi nikiingia kupambana nawe itakuwa kama tumetangaza vita. Mimi sikumuomba Mungu kwamba nipe watoto kwa ajili ya vita ya kesho kutwa au kesho. Nipe watoto ambao ndio ndugu wa baadaye, ndio walezi wangu wa baadaye. Sasa yule bwana amevuruga yote haya kwa kujifanya yeye ni fundi wa kusema, na ufundi wake umetimia. Lakini mimi nasema kama yeye ana nguvu kuliko Yesu aliyetumwa na Mungu kuja kutukomboa, haya Mungu amempa bahati. Lakini kama hana nguvu hizo, mimi nitakuwepo na kesho. Nataka tu nione kama kweli una moyo wa kunisaidia. Chukua hii hapa hii. Umenikomboa baba. Hamna. Chukua hii hapa hii. Chukua hii. Niseme nini mbele yako? Asante babangu. Hamna, uwe na amani tu. Sasa uwe na amani. Hamna, uwe na amani tu. Mimi nitaka tu nione kama kweli unaweza kunisaidia. Na una moyo mzuri, nashukuru sana. Nashukuru sana. Umenikomboa, umeongezea na mtaji. Sikutegemea kama kweli unaweza kuwa. Hii hapa nyingine. Baba, nisaidia. Chukua. Ya basi inuka tu. Hamna, uwe na amani, uwe na amani. Uwe na amani. Uwe na amani. Hamna, usilie. Usilie baba. Usilie. Hamna, usilie. Hamna, usilie baba. Usilie. Mtoto wa mwenzio. Usilie. Usilie baba. Usilie, tunasaidiana tu. Tunasaidiana.
tunasaidiana, usilie. Usilie babu, usilie. Umesikia babu? Usilie. Umesikia babu? Tunasaidiana. Mungu ametupa, anachotupa chote tuna nani, sawa? Usilie babu, tuko pamoja. Sawa?